Ebana, na kwa vipi mwanahabari 254, hujambo na karibu kwenye makala hizi, na kila siku habari 254 itabaki kuwa rajamu au nembo ya mabingwa, ambapo tunadadavua vitu vingi ambavyo vinakuhusu. Kwa hiyo siku ya leo tunalizamia swala la mwanadada ambaye anajulikana kama Nduta, raia wa Kenya mwenye umri wa miaka 37. Sasa ni mwanadada ambaye anatarajiwa kunyongwa nchini Vietnam, kisa na maana alipatikana hatiani fanya ulanguzi wa dawa za kulevya aina ya cocaine. Sasa ni nchi ambayo ukiangalia vizuri unapata kama wako na sheria kali zaidi kwa wale ambao wamepatikana hatiani kufanya ulanguzi wa dawa za kulevya. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii kuna video ambayo inatembea kwa kasi zaidi ya mwanadada huyu baada ya kutiwa mbaroni na maafisa wa polisi ambao wamekita kambi maeneo ya Vietnam. Sasa inasemekana kuwa mwanadada huyu alikuwa anasafirisha dawa za kulevya, lakini hakukuwa anajua ama hakukuwa na ufahamu ya kile ambacho kilikuwa kinafanyika. Lakini kuna wengi ambao pia wanajaribu kuhoji, wanajiuliza itakuwaje sasa ile hali ya mtu kupa begi kupeleka maeneo fulani. Sasa wewe hauwezi hoji kile ambacho kiko mle ndani. Kwa hiyo habari hizi tunazifuatilia kwa karibu, na bila shaka tukipata mengi tutakosa kuwajuza nyinyi kama wanahabari 254. Kwa hiyo tumekuwekea video hii angalau upate kujua hali halisi. Sasa ni video ambayo ukiangalia vizuri inatekenya hisia za wengi. Sasa mwanadada Nduta ambaye hali yake ni tete zaidi kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Vietnam na vile vile serikali ya Kenya, kwa maana kuna habari ambazo ilikuwa zimetolewa na serikali ya Kenya na vile vile familia yake walikuwa wameomba usaidizi kwa serikali ya Rais William Ruto, serikali ya Kenya, kuhakikisha kuwa mwanadada huyu ametolewa katika minyororo ya kunyongwa nchini Vietnam. Na saa hizi tunaongea hivi, uhai wake unahesabiwa madakika. Naomba tu tusaidiwe na government. Sisi hatuna uwezo ya kutoa mtoto wetu huko. Naomba tu mtusaidie mtoto wetu arudi nyumbani. Naomba kwa heshima President Dr. William Samoei Ruto uweze kusikia kilio cha mama kutoka jamii maskini. Sasa wengi pia ukiangalia kwa undani humu nchini na dunia nzima kwa ujumla huwa ni vipofu wa sheria, kwa maana ukiangalia kule Vietnam unapata kama sheria ni tofauti zaidi, kwa maana wao wanasema kuwa yeyote ambaye atapatikana hatiani akifanya ulanguzi wa dawa za kulevya adhabu ni kunyongwa hadi kufa. Lakini humu nchini katiba ama sheria za nchi ya Kenya inasema kitu tofauti zaidi, kwa maana sasa hiyo issue ya mtu kunyongwa haiko katika katiba ya Kenya. Lakini ukiangalia nchi husika kule Vietnam, sehemu ambayo mwanadada huyu alitekeleza uhalifu. Sasa wengi wanakumbatia hisia badala ya kuzingatia uhalisia wa sheria. Sasa ni habari 254 Bonga Tube. Kwa hiyo ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel 3 ambazo zinakuwa kwa kasi zaidi. Ukienda kule Uarabuni wanasema 3 kumaanisha 3. Habari 254 Bonga Tube na Uswazi Podcast. Shukran jidan, marhab habib, tunawapenda zaidi.